Neno lako Bwana, ukasaidie tukalielewe neno hili Bwana. Neno hili likapate nafasi ndani ya maisha yetu. Ni kwa sababu tunaishi kwa neno lako pekee. Mungu wa mbingu na nchi, na Bwana tunatembea katika neno lako kwa sifa na utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu na kamata ila roho ya kupinga neno, roho ya kutokolewa neno, ibaya mawazo wakati wa neno, na iweka chini ya nao zangu katika jina la Yesu Kristo. Baba tusaidie tukalitende neno kwa sifa na utukufu wa jina lako. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Bwana asifiwe. Basi naomba haleluya. Ninaomba ukanisaidie kwa sababu tunaanza kusikia neno. Saidia yule aliye karibu nao na umwambie jitayarishe kwa ajili ya neno. Salimia mtu mwambie jitayarishe kwa ajili ya neno. Ni kwa sababu tunaishi kwa sababu ya neno. Neno lilikuwa na Mungu, na neno likawa kama leo likaishi pamoja nasi, na neno ndiye Mungu. Haleluya. Basi hapa ukanisaidie, simama miguuni pako, hapa nakukabisha mimea ili akatumie mpaka wa uzima, na neno la Mungu litaendelea. Fungua mikono yako mbele za Bwana, kwa sababu tunaishi kwa neno. Fungua mikono mbele za Bwana. We live because of God. Hallelujah. Yes. Embesha mikono yako, sunguka kirebesha kwa maua ya kila aina, rangi zote za kila aina, rangi za samawati, rangi za manjano, za kijani kibichi, rangi nyekundu na nyeupe. Pesa na abarikiwe, ainuliwe, abarikiwe, atiwe Mungu tena na hekima yake. Yeah.
Nisie nguvu. Kisha nichoke. Jina nataka utafutie wimbo ya Kilimoja. Turai, bore tugatagirao, nani na nyumba ya watu kutunga fafa. Turai, mukurumererao, nani na nyumba ya watu kurumerera fafa. Turai, bore tugatagirao, nani na nyumba ya watu kutunga fafa. Sikia vile Roho wa Bwana anataka kunena mioyo yetu. Haleluya leo. Roho Mtakatifu wa Bwana anataka kunena nasi kuhusu choosing God over pressure. Choosing God over pressure. Kaitara umeona fiki? Choosing God over pressure. Kuchagua Mungu wakati wa mawimbi. Jina mpata. Charles Kigori, Durani, mwenye tukatagirao. Choosing God over pressure. It is refusing to compromise with evil, but making a choice to believe and to stick with God amidst chaos. Choosing God over pressure. It is refusing to compromise with evil, but making a choice to believe and to stick with God amidst chaos. Ni kukataa kushirikiana na dhambi, lakini kufanya uamuzi ya kumwamini Mungu na kusimama na yeye katikati ya majaribio, katikati ya magumu, katikati ya mashida, katikati ya vita, katikati ya chaos. Wewe unasema liwe ni wao, mimi nitamtumikia Mungu. Choosing God over pressure means total surrender to God and genuine love for Him. And it takes a strong and a steadfast faith for one to choose God over pressure. Na kumchagua Mungu kuna kuanga na advantages zake. Unaweza maandiko ambazo nitapeana lakini sitasoma. Lakini nikifika kwa kuhudhuria nitasomea. Sasa hivi nataka nifunze. Ukimchagua huyu Mungu, mambo gani haya ambayo utapatana naye? Manufaa gani haya ambayo utapata kwake? Ndio utapata. Ulitugatagrao dunia na nyumba yako tukatafafa. Urai kukurumirao dunia na nyumba yako tukurumirafafaa. Amen. Nataka uandike mahali Philippians chapter 4 and verse 6 to 7. Philippians chapter 4 and verse 6 to 7. Advantage ya kwanza.
wakati umemchagua Mungu, katikati ya mawimbi, katikati ya mashida, wakati wa kilio na machozi, it gives you the access to a divine peace, inner calmness amidst storms. It gives you access to a divine peace, inner calmness amidst storms. Hiyo Philippians 4:6-7 inasema, do not be anxious about anything, but present your request, let them belong to God, and the God of peace, peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds. Wakati umemchagua Mungu, katikati ya mawimbi, katikati ya dhoruba, wewe umeamua ile iwalo, mimi nitamtumikia huyu Mungu, huwa unapata access ya kupata amani ya kipekee, divine peace. Ati kuwe na mawimbi, kuwe na vita, kuwe na milima, moyo wako unalimini kama. Hata upitie katika shida gani, hata upitie kwa moto kama akina Shadraka, Meshaki na Abednego, roho yako inakuanga tu imetulia. Philippians 4:6-7. Nataka uandike mahali 2 Corinthians chapter 12 and verse 9. 2 Corinthians chapter 12 and verse 9. Advantage ya pili. When you choose God over pressure, it gives you the access to supernatural strength in weakness. It gives you the access to supernatural strength in weakness. Now 2 Corinthians 12:9 nasema, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Neema ya Mungu huwa inajidhihirisha wakati wewe uko chini, wakati hauna nguvu, wakati umeishiwa na nguvu, wakati umefika mwisho. Hapo ndio neema ya Bwana huwa anajidhihirisha, na neema yake huwa inafanyika kuwa perfect in your weakness. Wakati uko chini kabisa, wakati unaonekana kwamba niko karibu kusalenda, niko karibu kushindwa, hapo ndio Mungu anakujaga na anakutia nguvu. Amen. Nguvu za Bwana waisisa my brother, zingine hata zipatikani kwa maombi ya kufunga na kuomba, zingine zinapatikana wakati wewe uko weak. Amen. When you are weak, then you are strong. Amen. Ya tatu, andika Exodus chapter 14 and verse 14. Exodus chapter 14 and verse 14. When you choose God over pressure, it gives you the access to divine protection and covering. It gives you the access to divine protection and covering. Exodus 14:14 nasema, the Lord will fight for you. You need only to be still. Wakati umemchagua Mungu awe kwa upande wako, kuwe mabaya kuwe mema, huwa unapewa ulinzi wa kipekee, protection and covering. Huwa anakukava, huwa anakuprotect wakati wa mawimbi, wakati wa shida. Unaona kwamba ati 10,000 itaanguka kwa upande wa kulia, another 1,000 inaanguka kwa upande wa kushoto, lakini wewe utabaki kama umesimama. Amen. Protection and covering. Yani, nataka uandike John chapter 15 and verse 5. Yohana 15 mstari wa 5. When you choose God over pressure, it gives you the access to become fruitful. It gives you the access to become fruitful. John 15 verse 5 inasema, remain in me and I in you, and you will bear much more fruits. Apart from me, you can do nothing. Ati ukae ndani ya huyu Mungu, na yeye akae ndani yako, na wewe utazaa matunda mengi. Na nasema ya kwamba kando yake hawezi, bila yeye hawezi kuzaa matunda.
Na ukiendelea kutasikia kwamba mti ambao haujazaa matunda, wakati na muda wake utafika wa mkato. Choosing God over pressure. Ya mwisho nataka uandike Matthew chapter 6 and verse 33. Mathayo 6:33. Choosing God over pressure, it gives the access to God's favor and provision. It gives access to God's favor and provision. Mathayo 6:33 inasema, seek you first the kingdom of God, and all these things will be given to you. Utafute kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote utaongezewa ziada. All things, kila kitu. Wakati umemchagua Mungu, utafuatwa na kibali na atamekisha kwamba ndani ya nyumba yako haujakosa chochote. Amen. Umepata nyumba yako? Yesu yako basi. Tumekosana. Sawa tu. Hallelujah. Choosing God over pressure. Twende katika kitabu cha Ayubu, Job chapter 1 and verse 20 to 22. Job chapter 1 and verse 20 to 22. Na before tusome leo hata niambie tena, kwa sababu kuna mahali zitaingiana hizi maandiko zenye naenda kusema. Nimesema choosing God over pressure, it is refusing to compromise with evil, but making a choice to believe and to stick with God amidst chaos. Na nikasema unapomchagua Mungu, it gives the access to a divine peace, inner calmness amidst storms. Tena nikasema it gives the access to supernatural strength in weakness. Ingine nikasema it gives the access to divine protection and covering. Ingine nikasema it gives the access to become fruitful. Na ya mwisho nikasema it gives the access to God's favor and provision. Wacha sasa tuone katika maandiko watu ambao walimchagua Mungu, they chose God over pressure. Walimchagua Mungu katikati ya dhoruba. Wakawekewa dhoruba hapa, wakawekewa mashida hapa, wakawekewa kilio hapa, wakawekewa mashida hapa, na wakawekewa Mungu hapa. Wao wakaamua kumchagua Mungu. Amen. Wacha tuone na yeye mwenye walimchagua Mungu, na yeye Mungu alifanya nini ndani ya maisha yao. Tusomee Ayubu 1 kuanzia mstari wa 20 mpaka 22. Nasema hivi: ndipo Ayubu akainuka, akalilarua joo lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. Akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Katika mambo haya yote Ayubu hakufanya dhambi wala kumwangazia Mungu kwa upumbavu. Biblia zetu zinasema hivyo. Amen. Choosing God over pressure. Maandiko katika kitabu cha Ayubu 1:20 mpaka 22 ni kama kukamilisha. It is the ending. After Ayubu alipatana na changamoto, alianguka hivi siku moja akiona chini, akiwa na watoto, akiwa na mali, he had everything. Ni kwa sababu Ayubu wewe mzee alikuwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku hiyo moja aliamkia, ikifika jioni alikuwa masikini hohe, masikini wa mwisho. Na tumekitwa hata mwili wake umegoteka, alikuwa amejaa na majipu poets mwili mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ya Ayubu iliisha na siku moja, na iliisha na masaa. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa kunaleta habari na huyu ole masaa mbele hiyo imekamilika, mwingine na yeye anakimbia vifuata kabla huyu hata hajakaa chini, mwingine anakuja analeta ripoti, watoto wangu wamekufa, familia zangu zimeangamia, nyumba hii imebomoka, sijui moto wa Bwana umetoka kutoka mbinguni ukachoma kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ya Ayubu ikaisha na siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ayubu hata kama kulikuwa kubaya, hata kama kulikuwa kunakaa moto, hata kama kulikuwa na shida, hata kama kulikuwa na
kuwe sawa. Uwe na pesa, uwe hauna. Uwe na kazi, uwe hauna. Uwe na ndoa, uwe hauna. Uwe na afya, uwe mmoja. Choose God over pressure. Amen. Na yeye dakika ya mwisho finally atakutenda mema. Haleluya. Twende katika kitabu cha Daniel chapter 3 and verse 16 to 18. Danieli 3:16 mpaka 18. Inasema hivi. Ndipo Shadraka, Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja ya kujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako. Atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya madhabahu uliyosimamisha. Amen. Choosing God over pressure. Tuko kwa Shadraka, Meshaki and Abednego. They chose God over death threats. Amen. Walimchagua Mungu hata kama walikuwa wameambiwa kwamba watauawa. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme Nebukadneza anachochewa na wengine tu. Akaambiwa, wewe mfalme, tunakupenda sana. Tunataka uinue sanamu. Na hii sanamu kuna zile mara 3 kwa siku ambapo tutakuwa tunainamia. Wakati watu wamesikia tarumbeta imepigwa, Bwana Yesu asifiwe, kila mtu atakuwa anaenda chini na anainamia huyu Mungu wako. Bwana asifiwe. Lakini akina Shadraka, Meshaki na Abednego, wao wakafungua midomo wakamwambia, sisi mfalme hatuna ubaya na wewe, lakini sisi hatutainamia huyo Mungu wako, bali tutamwinamia Mungu wa Israeli. Amen. Kumbuka kulikuwa kumetolewa hatari ya kwamba yeyote ambaye hatainamia, amen, atawekwa katika tanuru ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Shadraka, Meshaki na Abednego hawakuogopa threat ya kuuawa, hawakuogopa moto, hawakuogopa kifo, bali wao walimuogopa Mungu ambaye ni Mungu wa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kuchagua uoga, kuchagua kutetemeka ndio wahudumia wasiwekwe kwa moto, wao walichagua hiyo moto. Walisema kama baya, kama
20 na 22. Wafalme wa kwanza ni 18 mstari wa 20 mpaka 22. Inasema hivi: Basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Naye Eliya akawakaribia watu wote, akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndio Mungu, tufuateni; bali ikiwa Baali ni Mungu, haya tumfuate yeye. Wala watu hawakumjibu neno. Ndipo Eliya akawaambia watu, niko pale kwa 450 false prophets against one. Bwana Yesu asifiwe. Choosing God over pressure. Bwana Yesu asifiwe. Israeli yote ikamwabudu miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Elisha akasimama peke yake. Yeye peke yake ndiye amebaki kuhani. Yeye peke yake ndiye amebaki nabii wa ukweli wa Mungu. Lakini wale watu wengine wote walikuwa washabebwa na
na moto. Amen. Hebu atakuitika na damu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wote ambao mchagua Mungu, over pressure. Haufanyi ni kwa sababu wengine wanafanya. Unafanya ni kwa sababu unanyenyekea, ni kwa sababu wewe unamheshimu na unampenda Mungu. Unaogopa nani? Si kwa sababu unaogopa kuadhibiwa. Ni kwa sababu unaogopa na unampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Elia aliamua, niwe liwalo, nitasimama na huyu Mungu. Hata kama nyinyi ni wengi na mimi niko peke yangu, nitahubiri hili neno, nitaendelea, nitahudumu, nitataka huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatafuta yule ambaye atasimama na neno lake, atasimama na ukweli, atasimama kwa utakatifu, atatembea kwa njia za Bwana. Hata kama wengine wote watakutenga, hata kama watu wengi watakuweka kando, hata kama watakuita mjinga. Bwana Yesu asifiwe. Simama kama Elia, kuwa na imani ya wazimu. Bwana Yesu asifiwe. Waambie hata kama nyinyi ni wengi na mimi niko peke yangu, ninamtambua. The one in me is greater than the one in the world. Piga Yesu makofi mazuri wewe. Bwana Yesu asifiwe. When you choose God over pressure, amen. He gives you the access. It gives you the access to God's favor. Ile kibali ilishuka juu ya Elia, itashuka juu yako wakati utamchagua Mungu amid this pressure. Piga Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Yule ambaye alimchagua Mungu hata kuwe kumoto aje, wewe hauwezi angamia. Amen. Vile Elia hakuangamia, hata wewe hautaangamia in Jesus name. Hallelujah. Choose God over pressure. Amen. Amen. Twende katika kitabu cha tuko wapi? Daniel chapter 1 and verse 3 to 16. Daniel 3. Daniel 1:3 tufikishe 16. Inasema hivi. Danieli 1 mstari wa kwanza mpaka 16. Daniel chapter 1 verse 3 to 16. Mfalme akawaambia Ashpenazi, mkuu wa matowashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena aliwaambia awafundishe elimu ya Wakaldayo lugha yao. Huyo mfalme akawaangizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Basi katika hao walikuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Mkuu wa matowashi akawapa majina. Alimuita Danieli Belteshaza, na Hanania akamuita Shadraka, na Mishaeli akamuita Meshaki, na Azaria akamuita Abednego. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi.
Mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namwogopa Bwana wangu mfalme aliyowaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu, kwa kuwa asipendezi kama nyuso za vijana hirimu zenu? Basi kwa kufanya hivyo mtahadharisha kinywa changu mbele ya mfalme. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi, naye mkuu wa matowashi amewekwa juu ya Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10, na watupe mtama tule na maji tunywe. Na watupe mtama tule, nyinyi zetu zinasema na maji tunywe. Na unaweza sema boga. Amen. Ama ni yako. Sasa zinasema boga. Kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme. Ukatuendee sisi watumishi wako kadri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Hata mwisho wa siku zile 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Basi yule msimamizi akaiondoa posho yao ya chakula na ile divai waliopewa wanywe, akawapa mtama tu. Mstari wa 17. Kabla tufikisha hapo Reverend. Basi tangu hapo msimamizi yule akaendelea kuondoa kile chakula na divai waliopewa wanywe, akawapa mboga na maji. Bwana Yesu asifiwe. Ila yeye Danieli, hawa watu wametekwa, wametekwa nyara, wakakaa katika hii kumeitwa wapi? Kumeitwa wapi? Mfalme wa Yuda. Amen. Wakapelekwa Yuda huko Babiloni. Bwana Yesu asifiwe. Wakafanywa kuwa watumwa. Lakini mfalme akasema, miongoni mwa hawa watu wote hizo familia basi zimetekwa nyara, akachagua mtu mmoja ambaye ako na maarifa ya kutambua kila kipawa, kila mtu ambaye ako na kipawa, kila mtu ambaye ako na ujuzi, kila mtu ako na experience fulani. Amen. Awachukue, awaweke kando kwa muda wa miaka 3, walishe nyama na mikate ambayo ilikuwa inatolewa sanamu kwa muda wa miaka 3. Sasa wasimamishwe mbele ya mfalme waweze kuwawiwa kazi, kila mtu apewe ofisi yake. Bwana Yesu
wamekonda, na wale ambao wamekunywa maji na mafua wanasiwe, hao ndio wamenona, hao ndio wameunga. Na ikawa hivyo, huyo Boazi akawaambia, na kutoka leo nimewaondolea hizo divai, nimewaondolea hizo manyama, mtakuwa mnakula mboga peke yake. Na Mungu akaniambia, wekiweni mahali hapo, mlinunuliwa na shetani kwa chakula ya tu, mlifanya kihesabu, ukauza ulimi wako, ukauza usichana wako, ukavuja ndoa yako, ukauza utakatifu wako, chakula ya tu. Mungu akaniambia, simama kama Danieli. Danieli alisema, mimi sitakula hizo manyama na hizo divai ambazo ni tamu na jinsi mbele za Bwana, lakini mimi nitasimama na mboga na maji peke yake, na Mungu wangu atabaki kuwa Mungu. Mungu wangu atanitukuza, Mungu wangu atanitetea, Mungu wangu atafanya mwili wangu upate nguvu, ninone kuliko wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe unadharau hiyo ugali na sukuma, unadharau hiyo maji, ni kwa sababu unataka ile ambayo ni tamu, ile ambayo ni nzuri, ile ambayo ni kanyama. Ndio hiyo sahani yako isikose nyama. Unafanya usherati, unaiba, unadanganya, unalaghai. Nyama peke yake, chakula ya tumbo, maisisa maiba, inakutoa kwa wema wa Mungu, inakuhamisha, inakuingiza kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kaa kama Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Sema iwe ni wao, hata kama nitaishi kukula mboga kutoka Januari mpaka Disemba, sitajitia na jinsi, sitatafuta wanaume, sitatafuta sponsor, ndiposa ninunuliwe kuku, ndiposa ninunuliwe nyama, ndiposa nilete yangu chip, ndiposa nilete yangu samaki. Nitakula hii na Mungu wangu atabaki kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akaniambia nikwambie, ondoka kwa njia ya dhambi, my sister, my brother. Uweze kuwekwa kwa mtego kwa sababu ya chakula ya tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Akanihesabia wakuu na wafalme, MPs wa hii nchi ambao walikufa kwa sababu ya chakula ya tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyewekewa sumu kwa pombe, akawekewa sumu kwa kinywaji, akawekewa sumu kwa nyama, maisha yake ikaisha hivyo, kipawa ikaisha hivyo, familia ikabaki hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana aliniambia nikwambie, hata kama kutawaka moto, Bwana asifiwe, hata kama harufu ya neiba ya nyama choma itakuwa inakupata, nyenyekea na hiyo amekubariki naye. Usijitie na jinsi, my sister, my brother. Usitoke kwa wema wa Mungu, ndiposa ukule vizuri, na wewe ukule vizuri, lakini utaangamia jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Danieli akasema, mimi sitajitia na jinsi, nitasimama na Mungu wangu, nitakula mboga na nitakunywa hiyo maji, na yeye Mungu akajitukuza. Maisha ya sherehe. Amen. Utaki kula ugali, utaki hiyo mabogoma. Hapana, wewe ndio kama sio. Hata ile test ndio. So, simu haraka. Amen. Hautaki kitu hiyo pesa unatumiwa. Ni pesa na jinsi ni ya kwa shetani, ni ya mchawi, imetolewa kwa baba ama ni ya Mungu. Mungu akaniambia wengi wenu mumeangamia kwa sababu ya chakula ya tumbo. Atuwe afadhali ukufe ukiwa umeshiba. Afadhali ukufe umeshiba na umekula chakula ambayo ni najisi, kuliko kumchagua Mungu ukufe njaa. Hawezi kufa njaa aliyekuwa na Danieli. Bwana Yesu asifiwe.
Amen. Mkono wangu kuanzia kwa kichwa mpaka nyayo za miguu yako unatoshana hivi. Amen. Utaendelea kama utaendelea. Yaani Mungu anafunika aibu kupitia hiyo mboga na maji. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kuingizwa kwa shetani kwa sababu ya chakula ya tumbo. Sikiza confession za wale watu ambao wanajaribu kujitoa kwa shetani lakini walishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliitwa mkutano tu, akapelekwa kwa mkahawa, akapewa chakula, wakakula choma, wakakula kabuku. Kutoka hapo alipata kuzimu. Usiingizwe kuzimu kwa sababu ya chakula ya tumbo. Simama kama Danieli, nayo kibali ya Mungu itashuka juu yako katika hiyo nyumba yako. Hiyo bora haitawahi kosa, hiyo maji haitawahi kosa, pesa ya kuinunua haitawahi kosa, hautawahi kopa wewe pesa ya chakula. Mungu atakulinda, Mungu atakutetea, atatabiria kabati yako. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe choose God over pressure. Pia Yesu mkopo. Kama ya Mungu nataka kwa neighbor. Ukaage hapo kwa dirisha, mapua unaweka hapo. Wewe kula na mapua. Amen. Lakini rudi kwako kule maji, kunywa maji na mboga. Na wewe utaurithi mfalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aha. Twende katika maandiko ya karibu mwisho. Wapi? Genesis chapter 6 and verse 1 to 9. Then tukifika hapo 9, tutasoma hiyo Genesis chapter 7 and verse 1 peke yake. Genesis chapter 6 and verse 1 to 9. Then Genesis chapter 7 and verse 1. Genesis chapter 6. Mwanzo 6. Mwanzo 6. Soma 1 mpaka 9. Ni Mwanzo 6 mstari wa kwanza mpaka 9. mpaka wa 9. Nasema hivi: ikawa wanadamu walipoanza kusidi usoni pa nchi, wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu imeshindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao wanavili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akaona ya kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamtupilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho ndege wa angani, kwa maana nangairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema mbele za Bwana. Amen. Mstari wa 9. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Alikuwa mtu wa haki mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Chapter 7 verse 1. Mlango wa 7 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Amen. Amen. Na mahali nilikwambia, when you choose God over pressure, you get the access to be fruitful. Amen. You get the access to be fruitful. Tuko katika habari ya Nuhu. Mungu mwenyewe anamtetea Nuhu. Ati wanafili ni wale watu ambao walikuwa na kama majitu. Wakaingia kwa wake wa watu. Hiyo ni usharati. Bwana Yesu, kwa sababu wale wake walikuwa na waume wao. Lakini wale majitu wakaingia kwa wake wa watu, wakalala nao. Wakazaa watoto ambao walikuwa na
duniani kote. Ati Mungu ikafika mahali akasikia wamemfika hapa kwako. Lakini kukapatikana mtu mmoja katika ulimwengu mzima ambaye alikuwa anaitwa Nuhu. Bwana Yesu asifiwe. Ati Nuhu alikuwa mtu mwenye haki na mkamilifu kati ya watu wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Ati naye Nuhu akaendelea pamoja na Mungu. Nuhu aliamua hata kama watu wote watazini, hata kama watu wote watafanya usherati, hata kama watu wote watafanya dhambi, mimi na nyumba yangu tutasimama. Bwana Yesu asifiwe. Alisimama kama Joshua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Joshua alisema yeye na nyumba yake hata kama watu
Amen. Amua leo utamtumikia nani? Utamtumikia Mungu ama utatumikia miungu mingine? Utafuata sheria zake ama utafuata sheria za wanadamu ndio urage nyama na kuku? Utamtumikia nani? Amen. Maandiko ya mwisho. Twende katika kitabu cha Habakuku. Hata kuacha kwa shida, hata kuacha kwa shetani, hata kuachilia uhangaike, hata kuachilia ufikiwe hiyo nyumba, hata kuachilia ulale njaa, hata kuachilia ufike mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama marafiki wako wote, Bwana Yesu asifiwe, wataabudu miungu mingine, hata kama utakula shida kiasi gani, wewe kumilia kwa hiyo njia. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye awe katika ya mwisho, wewe ndio utaimba wimbo wa ushindi. Amen. Pia Yesu makofi mazuri. Tusome maandiko ya mwisho katika kitabu cha Habakuku chapter 3 verse 17 to 19. Habakuku 3:17 mpaka 19. Inasema hivi. Maana mtini hautajaliwa maua, wala mizabibuni hazitakuwa na matunda. Simnyamazisha hao wote. Taabu la mzeituni itakuwa bure, na mashamba hayatatoa chakula. Zizini hamtakuwa na kundi, wala vimadani hamtakuwa na kundi la ng'ombe. Walakini mtamfurahia Bwana, nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Amen. Yehova aliye Bwana ni nguvu zangu. Amen. Yeye huifanya miguu yangu kuwa kama kudungu, naye ataiendesha katika mahali pangu palipoinuka. Amen. Nataka ufanye hii confession ambayo ilifanywa na Habakuku. Amen. Aliambia shetani, hivi naona kama ni shetani alikuwa anahubiria. Amen. Shetani alikuwa ameingilia shamba yake, haikuzaa matunda yoyote, mizabibu haikutanua, haikutoa hata ua, katika zizi yake hakuna hata moja, haikuwa na kondoo, hazikuwa na mbuzi, hakuwa na anything. Amen. Lakini kuna kitu alisema. Amen. Hata kama mtini hautatanua maua wala mzabibu hautazaa matunda, mavuno ya mizeituni yatakuwa haba, mashamba hayatatoa chakula, kondoo watatoweka katika banda, nao ng'ombe katika mazizi. Lakini mimi nitamfurahia Bwana, nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ufanye hiyo confession leo. Nataka tuambie shetani, Bwana Yesu asifiwe,
ndani yetu. Huyu ni yule Mungu ambaye alikuwa na Shadraka, Meshaki na Abednego. Shetani hata atuweke kwa majaribio, atuweke kwa shida, atuweke kwa moto, na yeye Mungu atatuma mtu wa ndani na atatunasua. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama dunia mzima itaabudu miungu mingine, prophetic deliverance ministries, Bwana Yesu asifiwe, tutaishi kumwabudu Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tutaishi kutangaza injili ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka kabla shetani out. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie umeshindwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Even if your fig tree shall not blossom, your fruits in the vine, the labor of the olive shall fail. Fields shall not yield no meat. Flocks shall be cut off from the fold. No herd in the stores. I will rejoice in the Lord. I will choose God over pressure. Pigia Yesu makofi. Nataka useme kwa sauti. I will choose God. I will choose God over pressure. Over pressure. I will choose God. I will choose God over pressure. Over pressure. I will choose God. I will choose God over pressure. Pigia Yesu makofi. Amen. We shall not be anxious in anything. Amen. Habakuk, kwa sababu ya hiyo declaration ambayo alifanya, yeye kila kitu ilikuwa imeisha, ni kama kiaribu tu. Amen. Alipata he was counting losses. Usifikiria katika hivi kulikuwa mzuri. He was counting losses. Amen. Anaenda kwa Mungu, pote tumeangalia Mungu juu. Anaenda kwa Baba, zote zilipata na ikunyo. Amen. Bwana asifiwe. Akienda kwa ng'ombe, zote zimekataa kuzaa. Akienda kwa mbuzi, zote zimekuwa tasa. Akienda kwa mizabibu, zote tumekauka. Tumehamiri. Bwana asifiwe. Akaambia shetani, hauna nguvu na una uwezo. Hata kama zitaisha, nitasema kama Ayubu, nilikuja kule, nitarudi kule. Nilizaliwa uchi, nitarudi uchi. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shetani asikuingize kwa sababu ya kukula shida. Amen. Hata kukula shida, kuna kamlango kengine kanne kenye kanafungulia yako hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mlango ingine ambayo Mungu ameweka tayari, ambayo itakufungukia tu. Mlango kama ile ilifungukia Elia, moto ikashuka, ikachoma na miili yake yote ikakubalika. Manabii wote wa Baali wakauawa 450, lakini nabii Elia peke yake akabaki uhai. Bwana Yesu asifiwe. Angalia feva ambayo Mungu alipatia Elia. Baadaye hakuona mauti. Mwili wake haukuoza. Alipigwa na gari ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisubiri yangu hapa na shida ndogo ndogo unaingizwa kwa shetani. Pigia Yesu makofi mazuri na usimame na miguu yako. Amen. Simama na miguu yako. Nataka ufanye hiyo declaration today that you choose God over pressure. Amen. Ndio napendanga hiyo wimbo ya nikiwa nao haki sijachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiwa na witness, haujachelewa, haujachelewa kuzaa, haujachelewa kuoleka, haujachelewa kuoa, haujachelewa kuanzisha hiyo biashara, haujachelewa kuajiriwa, haujachelewa kupewa promotion, haujachelewa kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Choose God over pressure.
vile Joshua alivyokuchagua Bwana, nasi Baba kama kanisa tumekuchagua leo. We have decided to choose you our God over every pressure. Katika jina la Yesu Kristo. Kuwe majaribio, kuwe moto, tutakuchagua kama akina Shadrach, Meshach na Abednego. Kuwe Baba, tutakuchagua kama Elia. Kuwe vita, Jehova my Father. Baba, tutakuchagua wewe peke yako. Ninaomba Baba yangu, hizi dini ambazo zimekiri ya kwamba Jehova my Father utabaki kwa Mungu ndani ya maisha yao. My Father, achilia kibali ndani ya maisha yao. Fungua ile milango ambayo shetani alikuwa amefunga. Chochote kile ambacho kilikuwa kimeimbiwa na shetani, rejesha moja baada ya nyingine. Wewe ambao unirejeshea hiyo Jehova my Father, rejesha mara 100 kwa 100 katika jina la Yesu. Kwa hizi mioyo Jehova my Father ambayo imesikia neno lako, ambayo imeamua kukifinyilia Jehova my Father, kutembea kama Noa Jehova my Father, kusimama kwa utakatifu, kuenenda pamoja na wewe Mungu ishie wewe Bwana. Ulivyoitika hao mashujaa wa maandiko, itika wanao leo katika jina la Yesu. Kibali chako kiwe juu yao, uwapatie ulinzi wa kipekee, ufungue milango na madirisha ya mbinguni, uwamwagie ya kutosha. Hawa mama wafanye wawe fruitful, hawa mama watazaa matunda, hata wakati wa kiangazi Baba watazaa katika jina la Yesu. Wewe wako Bwana, tuendelee pamoja na hawa watoto. Asante Bwana kwa neno lako Jehova my Father. Baba, tumekuchagua wewe peke yako na utabaki kuwa Mungu. Jina lako liabudiwe, jina lako litukuzwe, jina lako Baba lipewe sifa. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. 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 Ambani asante. Asante. Neno lako. Asante. Asante kwa neno lako. Yehova Mungu walipitia dhoruba, lakini wakasimama nawe. Bwana, nao haukuwaacha wala haukuwapungukia. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni kwa ajili ya watoto wako Bwana. Wanapitia dhoruba Bwana, wanapita kwa moto, Bwana wala moto haiwafikii. Wanapita kwa maji mengi Bwana, wala hawatangarikishwa. Mungu, fuata neno lako kwa watoto wako Jehova Mungu. Bwana uzima, hata wapitapo kwa maji mengi Bwana wasigarikishwe, hata wapitapo kwa moto Bwana, hata miali ya moto isiwafikie. Wewe ndiye Mungu na utabaki kwa Mungu. Bwana, ulisema wewe si mwanadamu ukanena wako Jehova. Hivyo basi tutakutazama, bali utakuwa pamoja nasi. Bwana, licha yote yaliyoko duniani, licha yote yaliyoko ulimwenguni, Bwana ni asante ni kwa sababu utasimama nasi milele na utakuwa pamoja nasi. Ubarikiwe milele. Ulikufa msalabani kwa ajili yetu, ukamwaga damu yako kwa ajili yetu. Bwana, maumivu iliyovumilia kwa ajili yetu. Ubarikiwe Mwokozi, kwa jina la Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi tunaomba na kushukuru. Sema amen.